akili ya kumcha nani? Bwana. Sawa sawa. Mme mzuri anatoka kwa Bwana, bibi mzuri anatoka kwa Bwana. Amen. Lakini uwe na akili ya kumcha yeye, na kila kitu utakipata kutoka kwake, kwa sababu utakapojua kumcha, utalijua neno lake, utaweka misingi mizuri. Wakati utakuwa na msingi mzuri wa neno la Mungu, Roho Mtakatifu atashuka ndani yako, atakaa. Atakaa kwa sababu kuna neno. Maana Biblia yenyewe imesema mwanzo palikuwa neno, na baada ya neno kuwepo, Biblia inasema kwamba Roho akashuka katika vilindi. Ni baada ya neno kuwepo. Amen. Baada ya neno, Roho Mtakatifu akashuka kwenye vilindi vya maji, akakaa, kwa sababu kulikuwa na msingi wa neno. Maana kama neno asingekuwepo, basi huyo Roho asingeshuka. Maana Roho ni utimilifu wa mambo. Maana hakuwezi kuwepo utimilifu ndani yako wa Roho Mtakatifu kama kuna msingi wa neno, ufahamu wa kulijua neno. Ndio inasema kwenye Mwanzo kwamba hapo mwanzo Mungu, ilianza na Mungu akaumba mbingu na nchi. Dunia ilikuwa giza, lakini Roho akashuka akakaa katika vilindi vya maji. Maana imesema kwenye Yohana kwamba ndani ya neno kuna nuru ambaye ni Roho Mtakatifu, na ndani ya nuru kuna uzima. Maana ndani ya Roho Mtakatifu kupo uzima. Haleluya. Kupo uzima ndani yake. Maana mtu mwenye msingi wa neno anajazwa Roho Mtakatifu, kwa sababu ndani ya Roho Mtakatifu ndipo kuna uzima. Hivyo vitu vyako vyote vitakuwa na uhai. Iwe ni kazi, wewe kijana, itakuwa na uhai. Iwe ni biashara, wewe binti, itakuwa na uhai, kwa sababu kuna Roho, yeye atiaye uzima. Amen. Hivyo ni vyema kujenga msingi wa neno. Simama kwa miguu yako.